Naitwa Moses Rajab Mabamba, ni kaimu mkurugenzi mkuu wa wakala wa ufundi na umeme TEMESA Tanzania. Kama tunavyofahamu, siku za nyuma kuanzia tarehe 5 wenzetu wa TEMESA na wa TASAC pamoja na idara ya hali ya hewa walitangazia kuwepo na pepo kubwa ambazo zilikuwa zinavuma katika bahari yetu ya Hindi. Hii ilisababisha TEMESA kusimamisha kivuko chetu. Baada ya kusimamisha kivuko hiki, tulilazimika pia kufanya matengenezo ya kivuko hiki cha MV Kazi, ambapo tumebadilisha injini. Tumebadilisha injini, tumeweka injini mpya 2 zikisaidiana na 2 zilizokuwepo. Tumebadilisha mifumo ya umeme, tumebadilisha mifumo mingine ya uendeshaji wa chombo hiki. Na ni matarajio yetu kwamba tunatambua kwamba serikali imefanya kazi kubwa sana na kuna enrollment kubwa ya wanafunzi wataanza shule kesho. Kwa hiyo tumezungumza na wenzetu wa Azam ambao tumewaomba watusaidie kuvusha wanafunzi wakati sisi tunafanya sea trial ya kivuko chetu. Kwa mujibu wa taratibu za uendeshaji wa vivuko, baada ya kufanya matengenezo wanatakiwa ufanye majaribio ya baharini. Kwa hiyo tutafanya majaribio yetu kesho asubuhi, na mchana muda wa saa 8 kivuko chetu cha MV Kazi kitakuwa kimerejea kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi. TEMESA inawaomba radhi watumiaji wa kivuko hichi kwa usumbufu wote ule ambao umejitokeza, na tunawaahidi kwamba baada ya matengenezo haya kivuko chetu kipo tayari kwa ajili ya kuwahudumia ili waweze kutekeleza majukumu yao. Kwa jina naitwa Paulina Samueli, naishi Tegeta. Huku nimekuja kumchukua mwanangu, anatoka Kigamboni likizo, ndio nimemsubiria hapa. Sasa mimi nimekaa hapa kwa sababu sina cheti cha kuvukia. Sasa changamoto ambayo ilokuwepo hapa, ukiwa hauna cheti cha kuvukia, yani inakuwa ni ngumu sana. Unaweza ukasimama hata lisali lizima huko. Ndio maana nimekaa hapa nimsubirie mwanafunzi anatoka Kigamboni kule. Changamoto ilikuwa ni foleni kwa kweli. Saa nyingine unaweza ukawa na haraka alafu kakaa baadaye ukawa umechelewa sokoni kuchukua hata bidhaa zako. Sasa hivi hapa hii fursa tulioipata hapa imekuwa manufaa kwa wananchi sisi tunaotoka Kigamboni na kuvuka kufanya biashara kutoka huko. Tunashukuru tumesaidiwa kwa vivuko vidogo tunavuka. Labda kwa wenzetu wenye magari ndio kidogo kutakuwa kuna wafueni, lakini kwa sisi watu hali ya chini tunashukuru kwa sababu tumepata kitu ambacho kile serikali wameangalia wasistishe kabisa huduma, bora muona kidogo walete vitu ambavyo vinafaa kwenye huduma. Hata wenye magari wana uwezo wakapaki magari juu akavuka akafanya shughuli zao akarudi na mambo akaendelea. Wakati kimesimama kimekuwa ni usumbufu mkubwa kwa sababu sio wote ambao walikuwa na mudu kuvuka kwa hizo za shilingi 500. Kuna mtu ambaye unakuta ameshajiwekea kwamba bajeti yake ni hizo 200, anajua kwamba kila siku lazima avuke. Na ameshajiwekea kwamba ni 200 asubuhi na 200 atakapokuwa anarudi. Kwa hiyo kiliposimama kiliathiri kwa kiasi fulani bajeti za wengine. Na kwa kuwa kimerejea inaona itatusaidia hata kwa upande wa wanafunzi. Sababu wanafunzi wengi ndio unakuta walikuwa wananemeka nacho hicho. Kivuko kama hichi hapa hivi ni kimoja, kwa hiyo mimi naona hakitoshi. Yaani wangefanya kuongeza vivyo hata viwili, yaani vivyo vinapishana kwamba cha huku na cha huku, kwa sababu kimoja unakuta muda mwingine kinachukua muda mrefu kule hivi. Watu wanakaa karibia nusu saa hapa hivi na magari kuvuka inachukua muda. Kwa hiyo asilimia kubwa watu sisi tunapata kidogo, kwa unakuta nauli hasa kwenye hivi vivuko vidogo 500 zinatukosti sana. Tofauti na kile pale 200 ile ina balance. Unajua sio wengine unapata shilingi 5,000 kwa siku 10,000, kwa hiyo ni hivyo tu. Wangeongeza kivuko kingine hivi hata viwili angalau inasaidia.